Hujambo mtazamaji mahali popote ulipo mchana wa leo, ni fahari yetu kujumuika nawe kwenye makala mengine ya dunia wiki hii. Bila shaka Beatrice, hamna popote ila papa hapa ambapo wewe mtazamaji na mwanadunia unapokea taarifa za kimataifa kutoka kila pembe kote ulimwenguni. Kumbuka ni kwa ushirikiano mkubwa wa KBC Channel 1 na shirika la Shinua ambapo tunakuletea taarifa hizi. Baadhi ya taarifa ambazo tumekuandalia kwenye makala haya ni pamoja na watu wawili wauawa na wengine 7 kujeruhiwa kwenye mashambulizi ya angani kusini mwa Lebanon, huku wafuasi 4 wa kundi la Hezbollah wakiuawa kwenye shambulizi la angani la Israel kusini mwa Lebanon. Alassane Ouattara thibitishwa kuwa mshindi kwenye uchaguzi wa urais nchini Cote d'Ivoire. Na kundi la Houthi nchini Yemen lajiandaa kwa uwezekano wa shambulizi la Israel. Halikadhalika, makamu wa rais wa Marekani alionya kuhusu changamoto katika uchukuzi wa ndege iwapo ufadhili wa serikali utaendelea kusitishwa mwezi huu, huku bunge la Senate likikosa tena kupitisha mswada wa ufadhili. Karibu mtazamaji kwa makala haya. Mimi naitwa Beatrice Gatonyengetich. Karibu sana, tuende sawa hadi tamati. Mimi ni Isaac Lemoka. Karibu mtazamaji. Rais wa baraza la kikatiba nchini Cote d'Ivoire Chantal Nanaba Kamara alimthibitisha Rais Alassane Ouattara kuwa mshindi kwenye uchaguzi wa urais ulioandaliwa tarehe 25 mwezi uliopita katika hafla jijini Abidjan. Kulingana na baraza hilo la kikatiba, Ouattara alipata 89.77% ya kura. Kulingana na tume huru ya uchaguzi nchini humo, Ouattara alipata kura 3,759,030 kati ya jumla ya kura 4,187,318 zilizopigwa, huku 50.1% ya wapiga kura 8.7 waliosajiliwa nchini humo na nje wakishiriki. Ouattara mwenye umri wa miaka 83 awali alikuwa gavana wa Benki Kuu ya Mataifa ya Afrika Magharibi na naibu mkurugenzi mkuu wa shirika la fedha duniani IMF. Alikuwa waziri mkuu wa Cote d'Ivoire kuanzia mwaka 1990 hadi mwaka 1993 na kushinda kwenye uchaguzi wa rais mwaka 2010 huku akiapishwa rasmi mwaka uliofuatia. Alichaguliwa tena mwaka wa 2015 na tena mwaka wa 2020. Na watu 4 waliuawa huku wengine 3 wakijeruhiwa kufuatia shambulizi la angani lilotekelezwa na Israel katika kijiji cha Kfar Rumane kusini mwa Lebanon, kwa mujibu wa kituo cha kushughulikia dharura za afya nchini humo. Kulingana na shirika la habari la kitaifa NNA, shambulizi hilo lilitekelezwa kwa droni wakati wa usiku likilenga gari lilokuwa na kombora kwenye barabara ya Doha Kaf Rumane kwenye vitongoji vya mashariki mwa kijiji hicho. Magari ya ambulansi yalifika kwenye eneo la tukio hilo. Kwa mjibu wa NNA, duru za kiusalama zililiarifu shirika la Shinua kwamba waathiriwa hao 4 walikuwa wafuasi wa kundi la Hezbollah bila kutoa maelezo zaidi. Kwingineko, wafuasi 2 wa kundi la Hezbollah waliuawa huku watu wengine 7 wakijeruhiwa kwenye mashambulizi 2 tofauti angani yaliyotekelezwa na Israel kusini mwa Lebanon, kulingana na duru rasmi na za kiusalama. Shirika la habari nchini humo NNA liliripoti kwamba droni ya Israel ilirusha makombora 3 yakilenga gari moja mjini Al-Duer. Mtu mmoja aliuawa huku wengine 7 wakijeruhiwa. Shirika la NNA liliongeza kusema kuwa droni ilitekeleza shambulizi dhidi ya pikipiki katika eneo la Abu Laban kwenye kijiji cha Aita al-Shab. Kituo cha kushughulikia dharura cha Wizara ya Afya ya Umma kilisema kwenye taarifa kuwa
raia mmoja aliuawa kwenye shambulizi hilo huko Aita al-Shab. Duru za kijasusi za jeshi la Lebanon ziliarifu kuwa mtu aliyeuawa kwenye shambulizi huko Al-Duer alikuwa mfuasi wa kundi la Hezbollah kwa jina Mohamed Hadid, na aliyeuawa huko Aita al-Shab pia alikuwa mfuasi wa kundi hilo kwa jina Youssef Namasro. Tangu tarehe 27 mwezi Novemba mwaka uliopita, mkataba wa kusitisha vita uliopatanishwa na Marekani na Ufaransa baina ya kundi la Hezbollah na Israel umekuwa ukitekelezwa na kukomesha makabiliano yalodumu kwa miezi kadhaa baina ya nchi hizo mbili yalozuka kufuatia vita kwenye ukanda wa Gaza. Licha ya mkataba huo, jeshi la Israel limeendelea kutekeleza mashambulizi mara kwa mara nchini Lebanon, likisema linalenga vitisho vya kundi la Hezbollah huku likidumisha vikosi kwenye maeneo matano makuu kwenye mpaka wa Lebanon. Na Dunia Wiki Hii, jina langu ni Millicent Kubai. Na Rais Donald Trump wa Marekani alisema kuwa hajaafikia uamuzi wowote kuhusu iwapo Marekani itatekeleza mashambulizi ya nchi kavu nchini Venezuela, akihitilafiana na ripoti za vyombo vya habari kuhusu uwezekano wa kushambuliwa kwa vituo vya kijeshi katika nchi hiyo ya Amerika Kusini. There are reports that you are considering strikes within Venezuela. Is that true? No. That you made a decision on that? No, it's not. Awali, shirika la habari la Miami Herald liliripoti kwamba utawala wa Trump umeamua kutekeleza mashambulizi dhidi ya vituo vya kijeshi nchini Venezuela wakati wowote. Tangu tarehe 2 mwezi Septemba, vikosi vya Marekani vimeshambulia meli 15 kwenye bahari ya kimataifa katika eneo la Caribbean na mashariki mwa bahari ya Pacific zinazodaiwa kusafirisha mihadarati na kusababisha vifo vya takribani watu 61. Maafisa wa makao makuu ya kijeshi ya Marekani, Pentagon, walikiri kwamba hawafahamu utambulisho wa watu wote waliouawa kwenye mashambulizi hayo kwenye mkutano na wanahabari ulioandaliwa na jopo katika bunge la wawakilishi, kulingana na vyombo vya habari vya Marekani vilivyowanukuu wabunge wa chama cha Democratic waliohudhuria mkutano huo. Katika muda wa majuma kadhaa yaliyopita, idadi ya wanajeshi wa Pentagon katika eneo la Caribbean imeongezeka kufikia ya juu zaidi katika muda wa miongo mitatu. Bunge la Seneti la Marekani litapiga kura kuhusu rasimu ya kuimarishwa kwa mamlaka ya kivita linalonuiwa kuzuia jeshi la Marekani kutekeleza mashambulizi dhidi ya Venezuela muda wa chini ya mwezi mmoja baada ya bunge hilo la Senate kupinga juhudi sawa na hizo. Dunia Wiki Hii, mimi ni Luke Agunga. Houthi linalodhibiti jiji kuu la Yemen, Sanaa, na sehemu kubwa ya eneo la kaskazini magharibi lilitangaza kwamba liliyataka makundi yanayoshirikiana nayo yajiandae kwa uwezekano wa kutekelezwa kwa shambulizi la angani la Israel. Tangazo hilo lilitolewa siku moja baada ya waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kulitaja kundi hilo kuwa tishio kwa Israel, akisema kuwa juhudi za kuliangamiza zinaendelea. Mohamed Ali Farah, ambaye ni mwanachama wa kitengo cha kisiasa cha kundi la Houthi, aliweka ujumbe kwenye ukurasa wa X kwamba kundi hilo liko katika hali ya tahadhari kuu na kwamba limejiandaa kikamilifu kukabiliana na shambulizi au operesheni yoyote ya jeshi la Israel. Alionya kuwa Israel itaathirika vibaya kisiasa na kiuchumi iwapo itatekeleza mashambulizi zaidi angani dhidi ya viongozi wa kundi la Houthi au vituo vyake vya kijeshi jijini Sanaa na maeneo mengine linaloyadhibiti. Siku ya Jumatatu, mjumbe maalum wa Umoja wa Mataifa nchini Yemen, Hans Grundberg, alikutana na mpatanishi wa kundi la Houthi Mohamed Abdul Salam, naibu waziri wa mashauri ya nchi za kigeni wa Iran Majid Tat Ravanchi, na maafisa wa Oman jijini Muscat kujadili kuhusu kurejelea mashauriano ya amani. Grundberg alikariri mito ya kuachiliwa kwa wahudumu wa mashirika ya utoaji misaada wanaozuiliwa. Kundi la Houthi liliteka sehemu kubwa ya kaskazini magharibi mwa Yemen mwezi Septemba mwaka 2014 na kuzua vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyoishurutisha serikali iliyotambulika kimataifa kuhamia huko Aden.
Tangu vita vilipozuka Gaza mwezi Oktoba mwaka 2023, kundi la Houthi limetekeleza mashambulizi kadhaa ya makombora na droni nchini Israel na kushambulia meli kwenye bahari ya Shamu, likidai kuwa meli 4 zinazohusishwa na Israel zilizama. Nikiripotia Dunia Wiki Hii, mimi ni Koli Kwendo. Na mtazamaji, taarifa hiyo inatutamatishia awamu ya kwanza ya makala haya. Kwa sasa tuelekee kwenye mapumziko. Kipindi Dunia Wiki Hii kikirejea bado kina mengi mazuri kutoka kila pembe kote ulimwenguni. Usiende mbali. Hii unaitizama ni KBC Channel 1. Na makala hewani ni Dunia Wiki Hii. Karibu kwenye awamu ya pili. Tulekee huko Marekani. Bunge la Senate la Marekani kwa mara nyingine tena lilikosa kupitisha mswada wa ufadhili wa muda wa serikali, hii ikiwa ni mara ya 14 kukosa kufanya hivyo. Hilo linamaanisha kwamba shughuli za serikali zitaendelea kusitishwa na kuvunja rekodi ya siku 35 iliyowekwa wakati zilipositishwa mwaka 2018, mwaka 2019 na kwa kipindi kirefu zaidi katika historia ya nchi hiyo. Bunge la Seneti linalodhibitiwa na wabunge wa chama cha Republican lilipiga kura 54 kwa 44 kuhusiana na mpango wa kufadhili shughuli za serikali katika viwango vilivyoko hadi tarehe 21 mwezi huu. Mswada huo ulihitaji kura 60 ili kupitishwa na kuwasilishwa kwenye bunge la Congress. Kufuatia kusitishwa kwa shughuli za serikali, sekta mbalimbali zimeathirika zikiwemo uchukuzi wa angani, misaada ya chakula na huduma za matibabu, huku riziki za wananchi na uchumi wa nchi hiyo ukitatizika. Kulingana na afisi ya bajeti, kusitishwa huko kwa shughuli huenda kukasababishia uchumi wa nchi hiyo hasara ya dola bilioni 14 iwapo kutaendelea kwa majuma 8. Wakati huo huo, vyama hivyo viwili vimeendelea kushtumiana kutokana na mzozo huo. Huduma za matibabu na mpango wa utoaji msaada wa chakula zimeathirika vibaya. Wakati huo huo, makamu wa rais wa Marekani JD Vance alionya kuwa iwapo hali hiyo itaendelea mwezi huu, waelekezi wa safari za ndege wataendelea kukosa mishahara na hivyo huenda wakavuruga mfumo wa uchukuzi wa angani nchini humo huku msimu wa usafiri ukikaribia. Vance aliyesema hayo katika ikulu ya White House baada ya kukutana na viongozi wa sekta ya uchukuzi wa angani. Waziri wa uchukuzi Sean Duffy, ambaye amekuwa akitahadharisha kuhusu hatari ya waelekezi wa safari za ndege kukosa mishahara, alisema kuwa hakukuwa na shughuli nyingi za usafiri mwezi uliopita, lakini hali inatarajiwa kuwa tofauti mwezi huu. Kwenye mkutano na wanahabari katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Philadelphia tarehe 24 mwezi uliopita, kulikuwa na upungufu wa waelekezi 2,000 hadi 3,000 wa wasafiri za ndege, na kwamba mpango wa kuongeza idadi hiyo utachukua muda wa miaka kadhaa. Alisema kuwa kuanzia mwezi huu waelekezi 13,000 wa safari za ndege wameendelea kufanya kazi bila malipo. Taarifa zinaonyesha kwamba zaidi ya safari 6,000 za ndege ndani, kuingia na kuondoka nchini Marekani zilicheleweshwa juma lililopita, huku zaidi ya safari 1,000 zikifutiliwa mbali. Shughuli za serikali zimesitishwa juma la 5 sasa, ila hali hakuna dalili yoyote ya maafikiano baina ya vyama vya Democratic na Republican. Nikiripotia Dunia Wiki Hii, mimi ni John Madanji. Mawaziri wa mashauri ya nchi za kigeni wa mataifa 7 walikutana jijini Istanbul, Uturuki, kujadili juhudi za kudumisha mkataba wa kusitisha vita huko Gaza na mpango wa hatima ya ukanda huo, huku mashambulizi ya Israel yakiendelea licha ya mkataba huo. Waziri wa mashauri ya nchi za kigeni wa Uturuki Hakan Fidan alikutana na wenzake kutoka muungano wa milki za Kiarabu UAE, Indonesia,
Qatar, Pakistan, Saudi Arabia na Jordan. Fidan alisema kuwa mawaziri hao walikubaliana kuhusu haja ya kudumisha mkataba huo wa kusitisha vita na kuepusha kuzuka upya kwa ghasia. Aliwaarifu wanahabari kwamba washiriki wote walikubaliana kwamba hawangependa dhulma zirejeshwe huko Gaza na kwamba kundi hilo linaunga mkono suluhu ya kubuniwa kwa mataifa mawili kwa misingi ya amani ya kudumu. Alishtumu Israel kwa kukiuka mkataba huo mara kwa mara na kuzuia kuwasilishwa kwa misaada ya kibinadamu, hali ambayo anasema huifanya vigumu kutekeleza mkataba huo. Na kuhusiana na uongozi wa Gaza baada ya vita, Fidan alisema kuwa mashauriano yanaendelea, akikariri haja ya kuafikiana kwanza kuhusu rasimu ya mpango, akisema kuwa wanafaa kutahadhari katika hatua zitakazochukuliwa. Fidan alisema kuwa nchi hizo 7 zina msimamo mmoja wa kwamba Palestina inafaa kuongozwa na kulindwa na Wapalestina. Licha ya mkataba huo wa kusitisha vita ulioanza kutekelezwa tarehe 10 mwezi uliopita, mashambulizi ya Israel yameendelea huku zaidi ya Wapalestina 200 wakiuawa kwa mujibu wa Wizara ya Afya huko Gaza. Awali Rais Recep Tayyip Erdogan wa Uturuki aliliarifu shirika la ushirikiano wa Kiislamu kwamba kundi la Hamas linaonekana kudumisha mkataba huo wa kusitisha vita huku akishtumu Israel kwa kukiuka. Erdogan alionya kwamba ghasia zinazoendelea zinahatarisha juhudi za kuleta amani. Na Dunia Wiki Hii, jina langu ni Millicent Kubai. Makala ya 41 ya maonesho ya kongamano la kimataifa kuhusu mafuta la Abu Dhabi, ambalo ni mojawapo wa hafla kubwa zaidi za kawi duniani, liliandaliwa kwenye jumba la kitaifa la maonyesho huko Abu Dhabi. Jione. Hafla hiyo iliwavutia zaidi ya washiriki 205,000 kutoka kote duniani kujadili hatma ya kawi na maendeleo endelevu. Makamu wa rais aliyepia naibu waziri mkuu wa muungano wa milki za Kiarabu, Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, kwenye hotuba ufunguzi alisema kuwa hatua ya Abu Dhabi kuandaa kongamano hilo inadhihirisha jukumu la kimataifa la UAE katika kubaini mjadala kuhusu kawi na kuimarisha ushirikiano kuhusu kuhakikisha uwepo endelevu wa kawi. Akizungumzia muundo wa UAE na kuainisha ukuaji wa kiuchumi na utunzaji mazingira kupitia uwekezaji katika teknolojia, kawi safi na ubunifu, Mansour pia alikariri azma ya nchi hiyo ya mpito wenye usawa wa kawi kupitia ushirikiano wa kimataifa unaoimarisha ukuaji wa kiuchumi na ushirikiano katika utafiti. Makala hayo ya mwaka huu yaliwajumuisha zaidi ya waonyeshaji bidhaa 2250 kwenye kumbi 17 na masuala manne maalum yaliyohusisha akili unde na mabadiliko ya kidijitali, kukomesha utoaji gesi ya kaboni na masuala baharini na uchukuzi, kuhusu suluhu za kemikali na kiwango cha chini cha kaboni. Waandalizi walisema kwa hafla hiyo inadhihirisha mabadiliko ya kimataifa katika matumizi ya mifumo endelevu na ubunifu wa kawi. Shirika la kitaifa la mafuta la Uchina, ambalo ni mshirika mkuu kwenye maonyesho ya mwaka huu, lilionyesha miradi ya kawi, shughuli zinazoendeshwa na akili unde na mabadiliko ya kupunguza utoaji gesi wa kaboni, na kuangazia jukumu lake katika kuendeleza ubunifu wa kazi na ushirikiano wa kimataifa. Nikiripotia Dunia Wiki Hii, mimi ni Nancy Mweu. Na maonyesho ya kimataifa ya mwaka huu ya kibiashara ya maua yaliandaliwa kwa siku 3 kwenye uga wa Amsterdam huko VUSN nchini Uholanzi. Maonyesho hayo huku ni mkutano wa kimataifa ambapo wazalishaji, wakuzaji, wauzaji wa jumla, wauzaji wa rejareja, wataalam wa uchukuzi na wanaobuni teknolojia wanaweza kubadilishana mawazo na kuanzisha ushirikiano mpya. Maonyesho hayo yaliandaliwa kwenye eneo la mita 25,000 mraba, yakijumuisha aina mpya za maua, mbinu endelevu za uzalishaji na miundo bunifu ya kibiashara. Kulingana na waandalizi, takriban waonyeshaji bidhaa wapatao 290 kutoka zaidi ya nchi na maeneo 30 walikusanyika kwa maonyesho hayo.
Kwenye makala ya 2024, idadi ya waonyeshaji bidhaa wa kimataifa iliongezeka kwa 10%, huku waonyeshaji kutoka Colombia, Ecuador, Ethiopia na Kenya wakibainisha kwamba maonyesho hayo yanafikia maeneo yote kote duniani. Hafla ya mwaka huu iliangazia ubunifu na uendelevu, huku sekta ya maua ikiangazia uhifadhi mazingira. Waonyeshaji bidhaa waliwasilisha mifumo ya upanzi inayohifadhi maji, upakiaji usiochafua mazingira na mbinu bora za uzalishaji, pamoja na utumiaji mitambo, akili unde na mipango ya kidijitali. Nikiripotia Dunia Wiki Hii, jina langu ni Koli Kwendo. Haya, sasa tuangazie mchango wa China na mataifa mbalimbali ya dunia. China imeendeleza uhusiano na nchi mbalimbali kote duniani, ukiwemo ule wa kimatibabu, kielimu, muundo msingi, kiteknolojia, mawasiliano na mwingineo unaonufaisha pande zote husika kama hivi. Maonyesho ya mwaka huu kuhusu masuala ya mtandaoni yaliandaliwa kwa siku 3 huku Wuxi katika jimbo la Jiangsu, mashariki mwa China. Maonyesho hayo yalijumuisha masuala ya uchumi wa kidijitali na sekta za kizazi kijacho za teknolojia ya habari. Hafla hiyo iliyoandaliwa kwenye eneo la mita 50 mraba ilivutia takribani kampuni 400 kutoka nchi na maeneo 15 kuwasilisha teknolojia zao za habari za hivi punde zaidi. Na taasisi ya Confucius katika chuo kikuu cha Zambia iliandaa maonyesho ya kizazi iliyoleta pamoja kampuni za Kichina zinazonuia kuajiri wale wanaotafuta ajira nchini Zambia. Hafla hiyo iliandaliwa na taasisi hiyo kwa ushirikiano na chama cha Zambia na China, chama cha mashirika ya Kichina nchini Zambia, chama cha wafanyabiashara wa Kichina nchini Zambia na chama cha kampuni za Kichina za uchimbaji madini nchini Zambia. The University of Zambia connects with industry. Waziri wa elimu wa Zambia, Douglas Yakalima, alisema kuwa hafla hiyo inatoa fursa kwa vijana nchini Zambia kupata ajira zenye hadhi. Na eneo la Njombe nchini Tanzania linafahamika kutokana na udongo wake wenye rutuba na hali bora ya anga ya ukuzaji parachichi. Kampuni ya Crises iliyoanzishwa mwaka 2018 inaangazia kilimo cha parachichi, uwekezaji katika ardhi na uuzaji wa bidhaa za kilimo katika masoko kote duniani. They're having this high oil content and very creamy texture, and that's the beauty of avocado. I welcome all of you Chinese consumers to come and test our avocados and see the texture of it. Mwaka huu kampuni hiyo iliwasilisha bidhaa hiyo jijini Shanghai kwa mara ya kwanza ili kushiriki katika maonyesho ya kimataifa ya Kichina ya uuzaji na uagizaji bidhaa, ambayo ni mojawapo wa maonyesho makubwa zaidi ya kibiashara duniani. Na maonyesho ya kimataifa ya kilimo barani Afrika yaliandaliwa jijini Nairobi, Kenya, ambapo wadau wa sekta ya chakula na kilimo walibadilishana mawazo kuhusu aina mbalimbali za vyakula, huku China ikiwasilisha vyakula vyake asilia. To start, ladies and gentlemen, kindly let's give a hand of applause to His Excellency the President. Na hafla ya kuweka jiwe la msingi kwa ujenzi wa mradi unaofadhiliwa na China wa kutayarisha mbolea iliandaliwa katika kaunti ya Nakuru, hii ikiwa ni hatua ya kwanza kuu katika kuimarisha uzalishaji wa kilimo humu nchini. Kiwanda hicho kitajengwa kwa ufadhili wa kampuni ya Kichina ya Kaishan na kitatumia kawi safi kuzalisha takribani tani 1480 za mbolea inayohifadhi mazingira kwa mwaka. Na kufikia hapo, mtazamaji, hatuna la ziada sasa ila kulikunja jamvi hili la Dunia Wiki Hii. Bila shaka tunasema bye bye, lakini wewe kamiadi nasi juma lijalo muda na wasaa kama wa leo, tukutembeze katika mataifa mbalimbali ya dunia.
Mtazamaji, hadi wiki ijayo, asante sana kwa muda wako. Mimi naitwa Beatrice Gatonyengetich. Kwa niaba ya shirika la utangazaji nchini KBC na shirika la Xinhua kutoka China, mimi ni Isaac Lemoka.